Ladies and gentlemen, it is going to be noisy. It is going to be hot. Oburu Odinga, kipindi ambapo walimuondoa Sifuna madarakani, hawakujua kwamba kutalipuka jinsi ambavyo kumelipuka. Mayo! Familia ya Odinga imeweza kulipuka. Kumbe Edwin Sifuna ndiye alikuwa heartbeat ya familia ya Odinga, na kumuondoa kutoka kwa wadhifa wa katibu mkuu wa chama cha ODM kumeweza kuonyesha, kwa lugha ya kimombo wanaita cracks. Cracks zimeweza kuonekana, yaani nyufa zimeweza kuonekana wazi tu. Mwanzo nilikueleza kwamba mtoto wa Odinga, binti ya Odinga, mbunge wa East African Legislative Assembly, Winnie Odinga, alipingana na uamuzi ambao uliweza kufanywa na Oburu Odinga ambaye ni baba yake mkubwa kumuondoa Sifuna. Sasa mvulana wa Raila Odinga mwenye anaitwa Raila Odinga Junior ametokelezea na kuambia, unajua aje manze, hiyo anko yangu vituko zenye anafanya hapa mimi hatukubaliani. Na ndio maana nimekuambia hivi, it is going to be noisy, it is going to be messy, it is going to be hot in ODM. Wacha niwakumbushe, kuna kitu ambacho nataka niwaambie, lakini kabla ya hapo, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi 2, 3. Ita wale marafiki zako ambao unajua bado hawajaweza kujiunga na ukumbi huu, waambie hapa ndipo tunapata taarifa kwa lugha nyepesi ya Kiswahili kutoka kwa kijana mwembamba, sura ya mtoto, miaka mingi ya mzee, Ezra. Sasa mpenzi mtazamaji, Raila Odinga Junior unajua kwa lugha ya kimombo tunaita retweeting. Kwa wale ambao tumezoea yale ambayo yanaendelea katika upande wa Twitter, wanasema kwamba retweeting, yani ameretweet ujumbe ambao uliweza kusemwa na dada yake Winnie Odinga. Na Oburu hakutarajia haya yaweza kutendeka. Hakutarajia kabisa. Hakutarajia. Walikuwa wanafikiri kwamba wakimtoa Oburu, yani wakimtoa Sifuna, basi mambo yataendelea kama kawaida. Sasa ujumbe wa Winnie ulikuwa umesema it is not well. Huyu mvulana wa Raila naye ameenda ameretweet ule ujumbe wake Winnie ambao ulikuwa unasema it is not well. Yaani hawakubaliani na kuondolewa kwake Sifuna. Wamekataa. Hii inaashiria nini? Kuna mpasuko katika familia ya Odinga, the Odinga family. Familia ya Raila imekataa uamuzi ambao uliweza kuchukuliwa nayo Oburu. Wamekataa. Wamekataa. Najua kipindi ambapo hawa wamekataa ni ishara kwamba wanasema hichi chama ni cha Raila, sio cha Oburu. Oburu aliwekwa pale. Kumba ameweka pale kutoa viongozi wengine. Walimweka pale alinde chama, sio kubomoa chama. Kuna viongozi ambao wataenda kuondoka, Sifuna, Babu, Orengo, au wataondoka. Trust me. Na kitu ambacho kimeweza kunishangaza bana, Babu Sifuna haogopi. The moment ametangazwa kwamba
ameondolewa. Sifuna ametangaza mkutano Kitengela. Sifuna ametangaza mkutano Kitengela. The moment ameondolewa hivi, ametangaza mkutano Kitengela. Na wacha nikuambie, for the first time I'm telling you this. Mimi nilikuwa team baba. Nilikuwa kwa chama cha chungwa. Sasa nimefuata Sifuna. Kila mtu sasa penye imefika afuate. Mimi nimefuata upande wa Sifuna. Sifuna ndiye alikuwa na ground. And that is the reason as to why baba alimwamini Sifuna. Kwa nini? Ni kwa sababu baba alijua vizuri nguvu ambayo Sifuna ako nayo. Baba, popote ulipo, tunakushukuru kwa kumlea na kumtunza na kumpea maarifa Sifuna. Sifuna alisimama na wewe baba mpaka dakika ya mwisho. Alisimama na msimamo wako baba, ile wamemuondoa. Mashabiki zangu ambao mko Kenya, ambao tuko Nairobi, tuelekee Kitengela. Kitengela is next to Nairobi. Tuelekee Kitengela, kuna mkutano mkubwa sana siku ya Jumapili ambao Sifuna ameweza kuita. Sasa tunataka kuona kati ya Oburu na Sifuna ni nani ambaye yuko na ground. Ndio. Najua Sifuna amekuwa karibu na baba. Alikuwa anajua jinsi ambavyo baba anafanya mambo yake. Ndio, anajua jinsi ambavyo baba alikuwa anafanya mambo yake. Sasa kitu kilioko, tunataka kuona kati ya Sifuna na Oburu ni nani. Upande wa Sifuna, yeye hawezi akatoa pesa. There is organic crowd. Upande wa Oburu, wao wanategemea pesa za kutoka State House. Wapewe pesa, wakuje kumobilize ground. Si ndio? Ndio, tunataka kuona kati ya Oburu na Sifuna ni nani ambaye sasa. Ni nani ndio nani? Wamekosea sana. Sifuna was the heartbeat of the party. Wacha nikuambie, kuanzia sasa hivi kwenda mbele, mambo ambayo yataenda kutendeka kwa miezi mitatu. Miezi mitatu ijayo. Watajutia, watalia mbona waliweza kumuondoa Sifuna. Kwa sababu tunajua waliweza kumuondoa kwa sababu alikuwa anazuia minofu ambayo walikuwa wanapata kutoka Ikulu. But it is going to cost them. I'm telling you for the fact. Ruto atawatumia na watupe nje. Hii ama hatua hii ya Oburu imeweza kuanika wazi kwamba familia ya Odinga kati ya Raila na Oburu haielewani. Familia ya Raila imeweza kusimama na Sifuna. God bless you. Jumapili tupatane wapi? Kitengela. Jumapili tupatane Kitengela. Kama serikali inataka sasa ilete tear gas, wacha walete tear gas nyingi. Kwa sababu Sifuna ndiye mtetezi wa wananchi. Sifuna yuko na upako wa Raila. Na huyu ndiye anaonekana anaweza akatutetea. Si hawa kipindi ambapo tulikuwa tunaandamana hapa hivi tunapigwa tear gas. Wengine kama akina Oburu sikukuwa nawaona kwa maandamano. Imefika sasa hivi wakati wa kufukuza Sifuna ndio tunamuona. See you in the next video. Ambia serikali ijaze tear gas.